Msimu mpya wa Premier League mwaka 2026-2027 umeingia ukiwa na mabadiliko kadhaa ya sheria yanayolenga kupunguza upotevu wa muda, kuongeza kasi ya mchezo na kufanya maamuzi ya waamuzi kuwa yenye ufanisi zaidi. Mabadiliko hayo yanatokana na marekebisho ya sheria za IFAB, huku Premier League ikiwa tayari imeeleza namna itakavyotekeleza baadhi yake. Kwa kifupi, mpira sasa unatakiwa uende na kasi, maana anayelala nyuma ya muda anaweza kuamka na adhabu. Mabadiliko makubwa ni kwenye mipira ya kuanzia kwa throw in na goal kick. Endapo mwamuzi ataona timu inachelewesha kwa makusudi kuanzisha mchezo, ataanza countdown ya sekunde 5. Sekunde hizo zikimalizika bila mchezo kuanzishwa, throw in inaweza kupewa wapinzani, wakati kwa goal kick timu pinzani inaweza kupewa kona. Hii ni hatua inayolenga kukata mizizi ya tabia ya kupoteza muda. Kwenye soka, kucheza na muda ni kucheza na moto. Jambo jingine litakalowafanya wachezaji kuwa makini ni muda wa kutoka uwanjani wakati wa kubadilishwa. Mchezaji atatakiwa kuondoka ndani ya sekunde 10. Akichelewa zaidi, mchezaji anayetarajiwa kuingia atalazimika kusubiri hadi kusimama kwanza kwa mchezo baada ya dakika 1 kupita. Hapo ndipo msemo wa dakika 1 inaweza kuamua mchezo unapopata maana mpya, kwa sababu kucheleweshwa kutoka kunaweza kuiacha timu ikiwa pungufu kwa muda. Kwa upande wa majeraha, mchezaji anayepata matibabu au tathmini ya jeraha ndani ya uwanja atalazimika kutoka na kubaki nje kwa angalau dakika 1 baada ya mchezo kuanza tena, isipokuwa katika mazingira maalum yaliyoainishwa kwenye sheria. Hii ni ongezeko kutoka utaratibu wa sekunde 30 uliokuwa ukitumika Premier League. Lengo ni kuhakikisha matibabu hayatumiki kama njia ya kuvuruga kasi ya mchezo. Mchezo ni vita ya dakika 90, lakini ujanja wa kupoteza muda nao sasa una VAR yake ya nidhamu. Na sasa kuna jambo jipya linalowahusu makipa. Premier League imeidhinisha majaribio ambapo mchezo ukisimamishwa kwa sababu ya jeraha la kipa, mchezaji mmoja wa nje kutoka timu hiyo atalazimika kutoka uwanjani na kukaa nje kwa angalau dakika 1 baada ya mchezo kuanza tena. Hata hivyo, kuna exception. Kwa mfano, kipa akifanyiwa faulo na kuhitaji matibabu, kugongana na mchezaji mwingine na kuumia, au akiwa anatokwa damu. Lengo ni kuzuia majeraha ya kinadharia kutumiwa kama mapumziko ya kiufundi au kupunguza kasi ya wapinzani. Kwa upande wa VAR, Premier League itaendelea na msimamo wa kutokubadili maamuzi ya mwamuzi isipokuwa pale VAR inapoona kuna kosa la wazi na dhahiri. Lakini kuna mabadiliko muhimu. VAR sasa inaweza kupitia kadi ya pili ya njano pale inaposababisha mchezaji kupewa kadi nyekundu, ikiwa kuna ushahidi kwamba uamuzi huo ulikuwa wazi kuwa ni sahihi. Wakati huo huo, matumizi ya semi-automated offside technology yataendelea kuboreshwa ili kupunguza muda wa kusubiri maamuzi. Kwa hiyo, msimu huu mashabiki wanatarajia Premier League yenye kasi zaidi, muda mchache wa kupoteza na presha kubwa zaidi kwa wachezaji pamoja na makocha. Kuchelewesha throw in, kujivuta kutoka uwanjani au kutumia jeraha kama mbinu ya kuvuruga mchezo kunaweza kuwa na gharama. Kama nahau ya kimichezo inavyosema, mpira hauna huruma kwa anayesita. Msimu mpya sasa umefungua pazia, na sheria hizi mpya zitakapokutana na presha ya Anfield, Old Trafford, Emirates na viwanja vingine, ndipo tutajua kama kweli zimeleta mapinduzi au zimeongeza tu moto kwenye ligi yenye ushindani mkali zaidi duniani. Hii ni IOTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.